Unai Sin alizaliwa tarehe 11 Juni 1997 mjini Vitoria-Gasteiz, Hispania. Alianza safari yake ya soka kupitia akademi ya Athletic Club Bilbao ambako alijifunza kuwa kipa mwenye ujasiri na utulivu. Baada ya kupandishwa kwenye timu ya wakubwa, alijijengea sifa kwa kurudisha mpira haraka, uwezo wa kuokoa penalti na kucheza vizuri kwa miguu. Kutokana na kiwango chake bora, akawa kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Hispania, akiwakilisha kwenye mashindano makubwa ya Ulaya na kombe la dunia. Mwaka 2024 alisaidia Hispania kushinda UEFA Euro 2024, akiwa mmoja wa makipa waliofanya vizuri zaidi kwenye mashindano hayo. Leo Unai Sin anaheshimiwa kama mmoja wa makipa bora duniani kwa utulivu, uongozi na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi chini ya presha. Mwisho. Je, unafikiri Unai Sin ni mmoja wa makipa bora duniani kwa sasa? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Pedro Porro, mmoja wa mabeki wa kulia wanaovutia zaidi barani Ulaya? Pedro Porro alizaliwa tarehe 13 Septemba 1999 mjini Don Benito, Hispania. Alianza safari yake ya soka nchini Hispania kabla ya kuhamia kwenye vilabu vikubwa vya Ulaya. Aling'ara akiwa na Sporting ya Ureno ambapo alionyesha uwezo mkubwa wa kushambulia na kutengeneza nafasi za mabao. Kiwango chake kizuri kilimfanya ajiunge na Tottenham Hotspur ya England ambako ameendelea kuwa mmoja wa mabeki wa kulia wenye kasi na ubunifu mkubwa. Pedro Porro pia ni sehemu ya timu ya taifa ya Hispania, akijulikana kwa kasi, krosi sahihi, pasi za mwisho na uwezo wa kusaidia mashambulizi huku akitimiza majukumu ya ulinzi. Leo anaonekana kuwa mmoja wa mabeki wa kulia wenye mustakabali mkubwa katika soka la dunia. Mwisho. Je, unafikiri Pedro Porro ni mmoja wa mabeki bora wa kulia duniani kwa sasa? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Pau Cubas, mmoja wa mabeki chipukizi wanaotikisa soka la Ulaya? Pau Cubas alizaliwa tarehe 22 Januari 2007 mjini Estanyol, Girona, Hispania. Akiwa na umri mdogo, alijiunga na akademi maarufu ya La Masia ya Barcelona. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusoma mchezo, kutoa pasi sahihi na kucheza kwa utulivu, alipandishwa haraka kwenye kikosi cha kwanza cha FC Barcelona. Pia amekuwa sehemu ya timu ya taifa ya Hispania, akionyesha ukomavu mkubwa licha ya umri wake mdogo. Pau Cubas anajulikana kwa ulinzi imara, akili ya mchezo, pasi za uhakika na uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Wataalamu wengi wanaamini kuwa ana kila uwezo wa kuwa mmoja wa mabeki bora duniani katika miaka ijayo. Mwisho. Je, unafikiri Pau Cubas ndiye beki wa kati wa baadaye wa Hispania? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Aymeric Laporte, mmoja wa mabeki wa kati wenye utulivu mkubwa duniani? Aymeric Laporte alizaliwa tarehe 27 Mei 1994 nchini Ufaransa, lakini baadaye alipata uraia wa Hispania na kuichezea timu ya taifa ya Hispania. Alianza kujitengenezea jina akiwa na Athletic Club Bilbao kabla ya kujiunga na Manchester City ambako alishinda mataji mengi chini ya kocha Pep Guardiola. Mwaka 2023 alihamia Al Nassr ya Saudi Arabia na kuendelea kuonyesha kiwango cha juu. Laporte anajulikana kwa ulinzi imara, uwezo wa kushinda mipira ya juu, pasi sahihi na utulivu anapokuwa na mpira. Pia alikuwa sehemu muhimu ya kikosi cha Hispania kilichoshinda UEFA Euro 2024, akionyesha uzoefu na uongozi mkubwa katika safu ya ulinzi. Mwisho. Je, unafikiri Aymeric Laporte ni mmoja wa mabeki bora wakati wa kizazi hiki? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Marc Cucurella, mmoja wa mabeki wa kushoto wenye nguvu na bidii kubwa barani Ulaya? Marc Cucurella alizaliwa tarehe 22 Julai 1998 mjini Alela, Hispania. Alianza safari yake ya soka katika akademi maarufu ya La Masia ya Barcelona. Baadaye alichezea Getafe na Brighton ambako alionyesha uwezo mkubwa wa kulinda na kushambulia.
Kiwango chake kizuri kilimfanya ajiunge na Chelsea, ambako ameendelea kuwa mmoja wa mabeki muhimu wa timu. Pia ni nyota wa timu ya taifa ya Hispania na alikuwa sehemu muhimu ya kikosi kilichoshinda UEFA Euro 2024 akitoa pasi ya bao la ushindi kwenye fainali. Marc Cucurella anajulikana kwa kasi, nguvu, mapambano ya dakika zote 90, krosi sahihi na uwezo wa kusaidia mashambulizi bila kusahau majukumu ya ulinzi. Mwisho, je, unafikiri Marc Cucurella ni mmoja wa mabeki bora wa kushoto duniani kwa sasa? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Rodri, mmoja wa viungo bora wa kujihami duniani? Rodri, ambaye jina lake kamili ni Rodrigo Hernandez Cascante, alizaliwa tarehe 22 Juni 1996 mjini Madrid, Hispania. Alianza safari yake ya soka katika akademi ya Atletico Madrid kabla ya kung'ara akiwa Villarreal na baadaye kurejea Atletico Madrid. Mwaka 2019 alijiunga na Manchester City ambako amekuwa mhimili wa timu chini ya Pep Guardiola. Ameshinda ligi kuu England, UEFA Champions League na mataji mengine mengi. Rodri anajulikana kwa utulivu akiwa na mpira, pasi sahihi, uwezo wa kuvunja mashambulizi ya wapinzani na kufunga mabao muhimu. Mwaka 2024 aliongoza Hispania kutwaa UEFA Euro 2024 na kutangazwa kuwa mchezaji bora wa mashindano, akithibitisha kuwa ni mmoja wa viungo bora kabisa duniani. Mwisho, je, unafikiri Rodri ndiye kiungo bora wa kujihami duniani kwa sasa? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Fabian Ruiz, mmoja wa viungo wenye akili kubwa ya mchezo nchini Hispania? Fabian Ruiz alizaliwa tarehe 3 Aprili 1996 mjini Los Palacios y Villafranca, Sevilla, Hispania. Alianza safari yake ya soka katika akademi ya Real Betis, ambako kipaji chake kilianza kuonekana. Baada ya kung'ara nchini Hispania, alihamia Napoli ya Italia na kuwa mmoja wa viungo bora wa Serie A. Mwaka 2022 alijiunga na Paris Saint-Germain PSG, ambapo ameendelea kushinda mataji na kuonyesha kiwango cha juu. Akiwa na timu ya taifa ya Hispania, Fabian Ruiz ni muhimu kwa uwezo wake wa kupiga pasi sahihi, kutengeneza nafasi, kudhibiti mchezo na kufunga mabao kutoka mbali. Mwaka 2024 alisaidia Hispania kutwaa UEFA Euro 2024, akitoa mchango mkubwa katika safu ya kiungo na kuthibitisha ubora wake. Mwisho, je, unafikiri Fabian Ruiz ni mmoja wa viungo bora wa Ulaya kwa sasa? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Lamine Yamal, mmoja wa vipaji vikubwa zaidi duniani kwa sasa? Lamine Yamal alizaliwa tarehe 13 Julai 2007 mjini Esplugues de Llobregat, Hispania. Akiwa na umri mdogo, alijiunga na akademi maarufu ya La Masia ya FC Barcelona. Mwaka 2023 alicheza mechi yake ya kwanza akiwa na timu ya wakubwa ya Barcelona na kuvunja rekodi kadhaa akiwa bado kijana sana. Lamine anajulikana kwa kasi ya ajabu, chenga za kuvutia, pasi za mwisho na uwezo wa kufunga mabao muhimu. Akiwa na timu ya taifa ya Hispania, aling'ara katika UEFA Euro 2024 ambapo alifunga bao la kuvutia na kusaidia Hispania kutwaa ubingwa wa Ulaya. Leo wengi wanamchukulia Lamine Yamal kama mmoja wa wachezaji wenye mustakabali mkubwa zaidi duniani na mrithi wa kizazi kipya cha soka. Mwisho, je, unafikiri Lamine Yamal atashinda Ballon d'Or siku zijazo? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Dani Olmo, mmoja wa viungo washambuliaji bora wa Hispania? Dani Olmo alizaliwa tarehe 7 Mei 1998 mjini Terrassa, Hispania. Alianza soka katika akademi ya La Masia ya Barcelona, lakini baadaye alihamia Kroatia kujiunga na Dinamo Zagreb, ambako kipaji chake kiling'ara. Baada ya mafanikio makubwa, alijiunga na RB Leipzig nchini Ujerumani na kushinda mataji kadhaa kabla ya kurejea FC Barcelona. Dani Olmo anajulikana kwa chenga za haraka, pasi za mwisho, ubunifu mkubwa na uwezo wa kufunga mabao muhimu.
Akiwa na timu ya taifa ya Hispania, alikuwa mmoja wa nyota wa UEFA Euro 2024, akifunga mabao muhimu na kusaidia Hispania kutwaa ubingwa wa Ulaya. Leo Dani Olmo ni mmoja wa viungo washambuliaji wanaoheshimika zaidi barani Ulaya kwa akili yake ya mchezo na uwezo wa kubadilisha matokeo ya mechi. Mwisho. Je, unafikiri Dani Olmo ni mmoja wa viungo washambuliaji bora duniani kwa sasa? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Leth Baena, mmoja wa winga wa kushoto wanaong'ara kwa kasi nchini Hispania? Leth Baena alizaliwa tarehe 20 Julai 2001 mjini Roquetas de Mar, Almera, Hispania. Alianza safari yake ya soka katika akademi ya Villarreal ambako alikuza kipaji chake. Baada ya kung'ara akiwa na Villarreal, alijijengea sifa kwa kasi, pasi za mwisho na uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi za mabao. Leth Baena ni mchezaji anayependa kushambulia, kupiga krosi sahihi na kusaidia timu kwa mabao na pasi za mabao. Akiwa na timu ya taifa ya Hispania, alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshinda UEFA Euro 2024, akitoa mchango muhimu katika mashambulizi ya timu. Leo Baena anatajwa kuwa mmoja wa wachezaji vijana wenye ubunifu mkubwa na mustakabali mzuri katika soka la Hispania. Mwisho. Je, unafikiri Leth Baena atakuwa mmoja wa winga bora wa Ulaya katika miaka ijayo? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka. Je, unamfahamu Mikel Oyarzabal, mmoja wa washambuliaji muhimu wa Hispania? Mikel Oyarzabal alizaliwa tarehe 21 Aprili 1997 mjini Eibar, Hispania. Alianza safari yake ya soka katika akademi ya Real Sociedad ambako alikuwa hadi kuwa nyota wa timu ya wakubwa. Oyarzabal anajulikana kwa utulivu mbele ya lango, uwezo wa kufunga mabao, pasi za mwisho na uongozi ndani ya uwanja. Akiwa nahodha wa Real Sociedad, ameisaidia klabu yake kushinda mataji na kushiriki mashindano makubwa ya Ulaya. Akiwa na timu ya taifa ya Hispania, aliandika historia mwaka 2024 kwa kufunga bao la ushindi kwenye fainali ya UEFA Euro 2024 na kuiongoza Hispania kutwaa ubingwa wa Ulaya. Leo Mikel Oyarzabal ni mmoja wa washambuliaji wanaoaminika zaidi kwa uwezo wake wa kuamua matokeo ya mechi muhimu. Mwisho. Je, unafikiri Mikel Oyarzabal ni mmoja wa washambuliaji bora wa Hispania? Andika maoni yako, like na subscribe kwa video zaidi za soka.